Rais wa Jamhuri ya Kenya William Ruto amempongeza Rais wa Uganda Yoweri Museveni kwa ushindi wa kiti cha urais na muhula mwingine wa 7 katika uchaguzi uliofanyika Alhamisi ya wiki hii nchini Uganda. Katika press ambayo Ruto ameweza kupata fursa ya kuweza kusema hivyo, aliyoitoa Ruto kwenda kwa Museveni aliambatanisha na neno la kuweza kuwakilisha vidistori, unaona bwana, likimsaisha ushindi wa maamuzi wa swala lililoibua hisia tofauti katika mitandao, huku baadhi ya wachambuzi wakisema kauli hiyo ni kama dhihaka kwa kile kilichotokea katika uchaguzi wa nchi hiyo. William Ruto amekuwa ni moja kati ya viongozi ya marais wa Afrika kuweza kumpongeza Yoweri Museveni kushinda kiti cha urais, japokuwa kuna vitu vingi ambavyo vilielezwa kutokana na jinsi ambavyo uchaguzi ulivyofanyika. Kwa asilimia fulani hivi ilionekana kwamba kama kuna sintofahamu baada ya mtandao kuzimwa wa interneti katika taifa hilo la Uganda tangu kabla ya uchaguzi mpaka pale uchaguzi ulipoisha, ndipo mtandao wa interneti uliweza kuwashwa katika taifa hilo la Uganda. Sasa maswali ambayo yameibuka kwa William Ruto kutokana na hiki ambacho amekisema au pongezi hizi, ningependa nizirudie tena. Rais wa Jamhuri ya Kenya William Ruto amempongeza Rais wa Uganda Yoweri Museveni kwa ushindi wa kiti cha urais kwa muhula mwingine wa 7 katika uchaguzi uliofanyika Alhamisi ya wiki hii nchini Uganda. Katika press aliyoitoa Ruto kwenda kwa Museveni, aliambatanisha na vijistori likimaanisha ushindi wa maamuzi. Unaona bwana, elewa hiki ambacho kilichosababisha nirudie kusoma ni hii sehemu ambayo inasema kwamba ushindi iliambatanisha na neno vijistori likimaanisha ushindi wa maamuzi, swala lililoibua hisia tofauti. Kauli hiyo ilitafsiriwa ni kama dhihaka kwa kile kilichotokea katika uchaguzi wa taifa hilo nchi hiyo ya Uganda. Katika maelezo ambayo William Ruto ameeleza, kitu gani ambacho wewe unadhani kwamba kimeenda tofauti? Labda unadhani kwamba angeongea kitu gani huenda isingeweza kuleta mijadala katika mitandao ya kijamii na wachambuzi mbalimbali wa masuala ya kisiasa, siasa za ndani ya taifa lao na hata nje, yani zile siasa za kimataifa? Kitu gani ambacho ngefanyika? Lakini kwa asilimia kubwa matamko ya kuweza kukubaliana na kauli za viongozi ama watu maarufu huwa zinatolewa na watu maarufu au viongozi, lakini katika utekelezaji inakuwa ni swala ngumu. Naona bwana, yani kutoa maamuzi ya taifa lingine kwamba wafanye tofauti na vile ambavyo walivyofanya, kwa asilimia kubwa inakuwa tofauti, ila isipokuwa maelekezo huwa yanaenda kufuata mwongozo na kanuni, sheria, taratibu za nchi husika. Unaona, kwa hiyo hii tuache kama jinsi ambavyo ilivyo, lakini kama kutakuwa kuna chochote kile ambacho kimejiri ambacho tunapaswa kukujuza wewe kokote kule uliko, basi tutakujuza. Kwa wakati huu nikutakia wakati mwema hadi wakati mwingine tena. Kwaheri.